Kwa majina naitwa Auni Chilamula, ni wakili wa serikali. Leo katika mahakama hii ya wilaya ya Nyamagana kulikuwa na shauri moja la uhujumu uchumi la jamhuri dhidi ya Tadei Zakaria Sangawe. Mshtakiwa huyu anatuhumiwa jumla ya makosa 9. Kwenye makosa haya 9 ikiwemo kosa la kushindwa kucomply na sheria za kodi kinyume na kifungu cha 93 cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili mtuhumiwa huyu alishindwa kuwa comply na sheria ya usimamizi wa kodi kwa kushindwa kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani kwa vipindi tofauti tofauti kuanzia mwaka 2025. Kosa jingine ilikuwa ni kushindwa kulipa kodi hiyo kwa udanganyifu, akashindwa kulipa kodi ya serikali sawa na shilingi milioni 924,336,770 na senti 81. Kosa jingine ilikuwa ni kukutwa na mali ambayo inazaniwa kwamba ameipata kwa njia ya uhalifu au ya wizi kinyume na kifungu cha 312 cha sheria cha kanuni ya adhabu, yani the Penal Code chapter 16. Kwa kosa hili hapa mtuhumiwa bwana Tadei Zakaria Sangawe alikutwa na mashine ya kutolea risiti ya EFD, yani electronic fiscal device, iliyosajiliwa kwa majina ya mfanyabiashara mwingine, na yeye ndiye aliyekuwa anatumia mashine hiyo kinyume na taratibu za sheria. Makosa mengine ni kutoa risiti za uongo zinazoonyesha mauzo tofauti kinyume na kifungu cha 97 kifungu kidogo cha kwanza C cha sheria hiyo inayohitaji ya usimamizi wa kodi. Kosa hili mtuhumiwa huyu alikutwa anatoa risiti zenye taarifa za manunuzi za mauzo ambayo hakuyafanya. Hakukuwa na mauzo halisi, isipokuwa alichokuwa anafanya ni kuuza risiti hizo. Kwa hiyo udanganyifu aliofanya au uongo huo kwenye hizo risiti ni taarifa zinazoonyesha bidhaa tofauti, bidhaa ambazo yeye hakuziuza. Kosa jingine ni kutumia mashine ya EFD kwa namna ambayo alikuwa anapotosha mfumo kinyume na kifungu cha 97 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya usimamizi wa kodi. Kwa kosa hili mtuhumiwa huyu alipotosha mfumo, kwa maana mfumo ulicapture taarifa za mauzo ambazo sio sahihi, kwamba wauzaji hakuwa yeye ila alitumia mashine ya mtu mwingine, ila pia bidhaa ambazo zilionekana kwenye risiti hizo haikuwa bidhaa ambazo ameziuza, isipokuwa alikuwa anauza risiti. Kosa jingine ambalo anatuhumiwa nalo ni kosa la kusababisha hasara kwa mamlaka kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza, ikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza pamoja na kifungu cha 61 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi ile sura ya 200. Na kosa la mwisho ambalo lilikuwa ni la 9 ni kosa la utakatishaji fedha kinyume na kifungu cha 12 pamoja na kifungu cha 13 cha sheria hiyo ya anti-money laundering. Kwa hiyo leo amesomewa mashtaka hayo na kesi itakuja tena kutajwa tarehe 22 mwezi wa 6. Makosa ambayo anachajiwa nayo au alioshtakiwa nayo hayana dhamana, sana sana kosa la mwisho la utakatishaji fedha. Kwa majina ninaitwa Mr. Joel Job Mbilinyi, ni meneja upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa. Kama ilivyoelezwa hapo awali, leo Mamlaka ya Mapato Tanzania imemfikisha katika mahakama ya wilaya Nyamagana mtuhumiwa ndugu Tadei Zakaria Sangawe kwa makosa mbalimbali ya ukiukwaji wa sheria ya kodi. Kwa upande wetu tunaomba kutoa rai. Natoa rai kwa wananchi wote na walipa kodi. Kwanza kabisa, unapouza
utoe risiti, na unaponunua udai risiti halali, risiti halali. Tunasisitiza. Pili, tunasisitiza ya kwamba wamiliki wote wa mashine za EFD wasithubutu na wala kudiriki kuuza risiti za EFD bandia, na pia wanunuzi wote wa bidhaa na huduma tunaendelea kusisitiza wasidiriki wala kuthubutu kununua risiti zozote za EFD bandia, kwa sababu ukiendana kinyume na sheria, basi sheria itachukua mkondo wake. Tutafanya upelelezi na tutamkamata. Pia tunasisitiza ya kwamba kuhakikisha walipa kodi wote wanawajibika kwa kuwasilisha ritani za kodi kwa upande wa VAT kabla ya tarehe 20, na pia kuhakikisha wanalipa kodi ya serikali ipasavyo. TRA iko macho na itaendelea kuwachukulia hatua kali wale wote watakao thubutu kwenda kinyume na sheria za kodi. Hii ni Tanzania Habari.